Ukiona watu wote walioko hapa ni wale wale, sema ni wale wale. Uliyekaa naye hapo pembeni yako ni yule yule. Mtagombana leo, lakini ni yule yule. Unawahitaji watu wakati wote. Uwe na cheo usiwe na cheo, unahitaji watu. Uwe na fedha usiwe na fedha, unahitaji watu. Kwenye maisha Mungu ametutengenezea mazingira ya kuwategemea wengine. Hata ulipokuwa unaugua, ulihitaji daktari mwingine wa kukutibu wewe. Na hata siku ukifa hutajizika, utazikwa na wengine. Unawahitaji watu. Mimi nikiangalia hii meza yote na ushuhuda nayo, nikianzia mkuu wenu wa wilaya, ni wale wale. Ni wale wale. Sisi tukiwa umoja wa vijana, yeye makamu mwenyekiti wa umoja wa vijana taifa, tunajipanga, tunamsubiri kiongozi wetu na nyimbo tunamuimbia ni yule yule. Leo ni mkuu wa wilaya, mimi ni naibu waziri mkuu. Mkuu wa mkoa akiwa chama alikuwa kiongozi wetu, akaletwa hapa Kahama akawa mkuu wa wilaya. Maisha yameenda, amekuwa naibu katibu mkuu wa chama, akawa kiongozi mkubwa wa chama. Mimi nilikuwa waziri, yeye mkuu wa wilaya. Leo mkuu wa mkoa, mimi naibu waziri mkuu, waziri wa nishati, mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Watu ni wale wale. Niseme nini kwa Odilia huyu? Odilia alikuwa katibu wa vijana wilaya ya Geita. Mimi wakati ule nikiwa mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wa mkoa wa Geita. Baadaye maisha yamekwenda, ameletwa Bukombe, amekuwa katibu wangu wa chama. Baada ya muda ya Mungu mengi, kapandishwa cheo, kawa katibu wa mkoa, kaletwa Shinyanga. Leo yeye katibu wa mkoa, mimi niko hapa. Watu ni wale wale. Ningeweza kutaja kila mmoja naye mfahamu Mungu. Lakini kwa nini nasema hiki? Katika maisha usigombane na mtu, sababu kuna wakati utamhitaji. Kama kuna mahali una uwezo wa kumvumilia mtu aliyekuudhi, mvumilie, kwa sababu kesho utamhitaji. Mtaacha kugombana. Hiki chama kimewaleta pamoja. Kazi yenu ninyi muungane ndani ya chama, mkijenge chama. Msiruhusu mipasuko miongoni mwenu. Na kwa taarifa yenu, mkisikia chama tawala kimeanguka mahali kokote duniani, ugomvi ulianzia ndani ya chama chenyewe, wakapagalika, basi wapinzani wakapita katikati yao. Mimi natoka Bukombe. Pale Bukombe nilikuta mbunge wa upinzani. Aliyempa ubunge ni wana CCM wenyewe. Kwa nini? Waligombana ndani. Walivyogombana ndani, wakasema tukose wote, akaingia wa upinzani. Matokeo yake maendeleo yakasimama, miaka 5 hakuwa na maendeleo. Leo tunahubiri upendo kwa sababu tunajua iko nguvu kwenye upendo kwa ajili ya kuwaletea maendeleo watu.